Kwanza, jambo la kwanza mimi niseme hivi, tunaposema Irani ni mashia, sio kila shia ni kafiri, la. Kwa hali hiyo sasa, ukimwona mtu anafurahia kwa maana Irani kupigwa, huyo mtu anafanya makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako hali ya kuwa huyo ndugu yako akiwa yeye ndo anayedhulumu au aliyedhulumiwa, mnusuru. Ukitazama wale wa Israeli ni watu ambao hawana ubinadamu. Yahudi yeye anajiona ni mtu bora duniani kuliko mtu mwingine yoyote. Yani mtu ukisikia kuna kitu kinachoitwa haki za binadamu ni kwa Yahudi. Lakini mtu ambaye asiokuwa Myahudi haki ya binadamu haimuhusu. Yani neno la haki ya binadamu halipo kwake. Sasa hawa watu ni watu ambao wana hatari sana. Kwa hiyo yale matukio ambayo tunaona yanafanyika pale Middle East, ni matukio ambayo yanafanywa sana na hawa Mayahudi. Hasa Mayahudi wa Kizayuni, na hasa Mayahudi wa Kizayuni. Hawa ndio wanafanya sana matukio hayo. Kwa hiyo wameua sana. Sasa leo tunaona huyu Myahudi na mauaji aliyoyafanya, kisha anakwenda kupambana na taifa la Irani ambao ndani ya Irani wapo Waislamu. Kwa nini sisi tusiombe dua Irani ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nusra? Mtu anakuja anasema wale ni makafiri. Mashia wote si makafiri. Habari ya muda na wakati kama huu, ndugu mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa. Natumai hujambo na unaendelea vema kabisa. Leo ni siku nyingine ambayo tunakutana baada ya mwezi, nadhani ndo tunakutana kwa mara ya kwanza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na Sheikh Diwani. Kwa nini tupo naye leo? Na unafahamu kabisa tunapokutana na Sheikh Diwani ni kwa ajili ya mambo mengi ya elimu, lakini pia tiba na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini leo tuna tofauti kidogo, tunataka tujikite kwenye mambo ambayo yanaendelea duniani kwa sasa. Tukisema tusilizungumzie kabisa, itaonyesha dhahiri kwamba tunashupaza shingo edhifu, hatuoni kinachoendelea. Kumekuwa na vita na ujasiri wa kusema hivyo kati ya mataifa makubwa matatu, Iran, Israel pamoja na Marekani. Kila mmoja amekuwa anaegemea upande wake na akizungumza ukweli wake anaujua. Lakini kihistoria vita hii imekaaje? Lakini pia kielimu, wale wenye elimu ya dini, ukweli uko wapi? Tumekuja kuutafuta ukweli kwa Sheikh Diwani leo hii, na kusihi nawe ambatana nasi sambamba mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza mengi. Yawezekana usibishane tena pasipo kujua unachokizungumza. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku nyingi, hongera. Tumekukuta na shifa njema kabisa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tathmini yako fupi baada ya mwezi na mpaka sasa? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani salama kabisa, na kama jinsi unavyoona tukiwa na afya tele, na Mtume anasema sumu tasihu, fungeni ili mpate afya. Kwa hiyo nasi tumefunga na sasa tuko imara kiafya. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala. Okay, shukrani sana Sheikh. Kama nilivyotanguliza kusema mwanzo, tuende moja kwa moja. Sheikh, kumekuwa na mitazamo mingi kuhusiana na vita hii inayoendelea kati ya Iran akipambana na taifa la Israel pamoja na Marekani. Nikianzia kwenye imani yako ambako ndipo ulipo, naamini huku utakuwa na uwanja mpana na kueleza ukweli zaidi. Kuna tafsiri ya tofauti kidogo kwenye hii vita. Nikianzia na Iran, wanasema wanaopigana hii vita pale Iran asilimia kubwa wale ni watu wa Shia, nadhani wanaamini hivyo. Kuna makundi tofauti ndani ya Uislamu, ingawa Uislamu unajulikana ni Uislamu tu. Yanagawanyika kwamba wapo wanaosema acha Irani ipigwe, wanastahili kwa sababu Mashia ni kama wamekengeuka kidogo. Imani yao ni haba kwenye Uislamu. Kuna lugha nyingine sipendi kuitumia, wengine wanasema makafiri tu kama makafiri wengine. Acha apigwe. Je, ni sahihi kwa Muislamu wa kundi lingine ama anayeamini tofauti na wa Irani kumuombea ama kufurahia kipigo cha Iran? Kama si sahihi, lipi kauli yako? Sahihi. Kwanza, jambo la kwanza mimi niseme hivi, tunaposema Irani ni mashia, sio kila shia ni kafiri, la.
Na hayo pia yameelezwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah naye kaeleza kwa ufasaha kabisa, akasema sio kila Shia anakuwa ni kafiri, bali yapo makundi mengine katika mashia wanaweza wakawa makafiri, lakini sio kila Shia anakuwa kafiri. Kwa hali hiyo sasa, sisi tunawadhania vema wale mashia wa Irani katika baadhi ya makundi yao, tunawadhania vema, hata kama wanazalal wanakule kuteleza kwao kwa hapa na pale, bado haiwatoi wao kuwa ni Waislamu. Kwa hali hiyo sasa, ukimwona mtu anafurahia kwa maana Irani kupigwa, huyo mtu anafanya makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako hali ya kuwa huyo ndugu yako akiwa yeye ndo anayedhulumu au aliyedhulumiwa, mnusuru. Masahaba wakamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, huyu ambaye anayedhulumiwa tunaweza kumnusuru, sasa huyu anayedhulumu tunafanyaje ili kumnusuru? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumnusuru huyu ambaye anayedhulumu ni kumziwia asiendelee na dhulma zake au kumkataza asiendelee na kufanya dhulma. Kwa hiyo kwa kuwa ndani ya Irani kuna mashia na sio kila Shia anakuwa ni kafiri, kwa hali hiyo ni vema sana kuiombea dua Irani na ni vema sana kuwaombea ushindi Irani katika hali za amani, kwa mujibu wa jinsi ninavyofahamu mimi, na hii ni akida yangu, yani ni kile ambacho ninachoamini mimi, kwamba wa Irani sio wote watakuwa ni makafiri. Kwa hali hiyo sasa, tuna haja ya kuwaombea, hata kama watakuwa wana makosa yao ya hapa na pale, lakini makosa hayo hayawatoi katika dini tukufu ya Kiislamu. Tuwaombee kheri, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kwa lugha nyepesi, Sheikh, waomba tuseme ama unawasihi Waislamu duniani kote kuiombea Iran? Hasa hilo ni neno langu, kuwaombea Irani, kwa sababu tunatazama pia na aina ya maadui ambao yeye anapambana nao ni watu wa namna gani. Ukitazama wale wa Israeli ni watu ambao hawana ubinadamu. Mimi nimesoma kitabu kimoja kinaitwa Al-Wajhul Haqiqi Lilyahudi. Hawa Mayahudi wao wanasema siku moja waliwahi kukaa kikao na Mwenyezi Mungu. Yani wao walikaa kikao na Mungu. Wao na Mungu yuko hapo, kakaa naye kikao. Kisha wakati wamekaa kile kikao, wakawa wanamuuliza Mungu, limadha khalaqta khalqan ghaira shu'bika al-mukhtar? Kwa nini wewe Mwenyezi Mungu umeumba watu wengine wasiokuwa Wayahudi? Maana kuna watu wengine ambao si Wayahudi. Sasa wewe umeumbia nini hawa? Sikiliza majibu ya Mungu, anawajibu Mayahudi. Wakasema, Mwenyezi Mungu akawajibu, anasema litarkabu ala dhuhurihim wa tamtassu dima'ahum wa tukhli diyarahum wa tafalu ha. Akasema sababu ya msingi ni kwamba nyinyi nimewaumbieni watu wengine hawa wasiokuwa Mayahudi kwa sababu nyinyi mpande juu ya migongo yao. Yani nyinyi muwafanye hao ndio watumwa wenu katika kila jambo. Lakini kadhalika watamtassu dima'ahum, lakini muwe ni watu ambao mnaweza kunyonya damu zao. Yani mkijisikia kutoa kafara ya binadamu, watoeni hao. Ndio maana wameumbwa wasiokuwa nyinyi. Manake Myahudi yeye anajiona ni mtu bora duniani kuliko mtu mwingine yoyote. Yani mtu ukisikia kuna kitu kinachoitwa haki za binadamu ni kwa Yahudi. Lakini mtu ambaye asiokuwa Myahudi haki ya binadamu haimuhusu. Yani neno la haki ya binadamu halipo kwake. Sasa hao watu ni watu ambao wana hatari sana. Wao wakasema ili tukijisikia kutoa kafara tutoe kafara. Kwa hiyo yale matukio ambayo tunaona yanafanyika pale Middle East ni matukio ambayo yanafanywa sana na hawa Mayahudi. Hasa Mayahudi wa Kizayuni. Ni hasa Mayahudi wa Kizayuni. Hawa ndio wanafanya sana matukio hayo. Kwa hiyo wameua sana. Sasa leo tunaona huyu Myahudi na mauaji aliyoyafanya, kisha anakwenda kupambana na taifa la Irani ambao ndani ya Irani wapo Waislamu. Kwa nini sisi tusiombe dua Irani ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nusra? Mtu anakuja anasema wale ni makafiri. Mashia wote si makafiri. Yapo makundi ya mashia
ambayo ni makafiri, na yapo makundi katika washia ni Waislamu, hata kama wana makosa yao ya hapa na pale, lakini bado hayawatoi kuwa wao ni Waislamu. Kwa hiyo tuna haja ya kuiombea dua Waislamu wote dunia nzima. Tuna haja ya kushikana na Wairani, na ukimwona mtu anasema kuna haja ya kushikana na Muisraeli, basi huyu mtu wallahi inatia ukakasi kidogo hii kauli. Ingawa kuna watu wana mitazamo mingine wanaweza wakalitazama hilo, lakini mimi binafsi sioni kama ni sahihi kuipa nguvu Israeli na kumporomosha Muirani. Sioni kama ni sahihi, hasa kwetu sisi Waislamu. Sioni kama ni sawa katika hilo. Sawa.